kinafyatuka. Ukiwa unanyosha tu hivi kinafyatuka kile. Hata si hapo tukule hii hapa hata hivi kinafyatuka. Kwa hiyo maana wewe itusaidie. Sawa. Lakini pia tunaomba pia milango ya huko nyuma mtusaidie ile wazi. Sio kama leo imetokea shida wote tumetokea huko ndio mwingine bilingika huko ameumia na nini. Kwa hiyo maana ile milango pia hiyo inakuwa wazi. Kuna timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya Jeshi la Zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha hili tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto ulikoanzia pamoja na kile chumba cha juu pale tumeisha wabainisha, na nafikiri mtaelezwa taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. Lakini basi kama management pia tunaona kwamba wote ambao mnakaa wingi hii utaratibu unafanyika, tutawahamishia kule hosteli mpya. Na kwa wale ambao pengine mlikuwa na testi leo ambao ni wakazi wa jengo hili ambao pengine mmeathirika na testi hizo, DVC Academic huko hapa atatoa utaratibu wa namna gani msaidiwe ili basi msiweze kuathirika kwenye masomo yenu pia. Majira ya saa 2:28 asubuhi tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto, tukitaarifiwa kwamba kuna mmoja wa chumba cha hostel cha chuo kikuu cha sayansi MUST Mbeya kilikuwa kinawaka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio, kweli tukabaini uwepo wa tukio hilo ambalo kulikuwa kwenye hostel ambayo inaitwa block namba 8C, ambayo miongoni mwa chumba chake kimoja ambapo kwa ground floor kilikuwa kinawaka moto. Tulidhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine na tukafanikiwa kufanya hivyo. Chanzo cha moto huo, taarifa za awali inaonyesha ni coil heater ambao mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuoga. Najua wote nafahamu kwa mkoa Mbeya una baridi sana. Kwa hiyo walikuwa wanachemshia maji waweze kupata maji ya moto ili waweze kuoga. Kwa bahati mbaya ikapata short, na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Madhara ambayo yamepatikana ni kuungua kwa baadhi ya vitu vya wanafunzi ikiwemo nguo zao, madaftari na kompyuta mpakato 2 ambazo wanafunzi walikuwa wanazitumia, vitanda pamoja na magodoro ambao walikuwa wanatumia wanafunzi kulia. Baada ya kufanya uchunguzi tunaweza kubaini chanzo hicho kama nilivyosema, lakini pia na kuendelea kuwasisitiza wanafunzi kisha kwamba wachukue tahadhari kwenye matatizo mbalimbali yanayotokea hasa majanga ya moto, ikiwemo kutumia vifaa ambavyo hawezi kusababisha madhara, kwa sababu baada ya kufanya mahojiano na uongozi wa shule tumebaini kwamba uongozi wa chuo unasema sheria yao inaagiza na inaelekeza kutokutumia vifaa vya hita kama hivyo ambavyo wanafunzi walikuwa wanavitumia. Kwa hiyo wito wetu kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya, kwanza uongozi wa chuo hakikisha kwamba unafanya ukaguzi wa mara kwa mara kubaini kama wanafunzi wana vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara ya moto kama ambavyo vimetokea. Lakini jambo la pili, tumeelekeza wanafunzi wahakikishe kwamba wanakuwa walinzi wa mali zao, kwa sababu sio kwamba tu wanaweza kupata madhara wao, lakini hata zile mali zao. Tunaona sasa hivi wanaendelea na mitihani, lakini vitabu vyao, wengine kwa zao mpakato zinaweza kuathirika na moto, kitu ambacho kwa namna moja nyingine inaweza kuathiri kwenye masomo yao.